wakati atarushwa kutoka kwa wapinzani wako. Na mtazamaji, kutoka Mbeere Kaskazini, Embu moja kwa moja na kupeleka hadi katika kaunti ya Kilifi, katika eneo bunge la Magarini, ambapo kuna kindumbwe. Wakazi pale wamekaa takriban miaka 2 bila mbunge kutokana na ushindi wa Harrison Kombe kubatilishwa na mahakama. Fatma, wanasema baharini kuna wengi, lakini wavumao ni papa na nyangumi. Hapa kuna kina Stanley Kenga, Harrison Kombe, kuna kina Furaha Chengo, John Sulubu na wengine wengi kabisa. Lakini kufikia sasa washapiga tayari kura. Hatujui kama Magarini kuna magari ya kutosha kuzisafirisha na kuzihesabu. Tupashe. Naam, bila shaka zoezi zima la kuhesabu kura limeanza rasmi katika vituo vingi hapa katika eneo hili la Magarini. Kumbuka kwamba eneo hili liko na vituo 193 na bila shaka kulikuwa na ombi moja kutoka kwa naibu kinara wa chama cha ODM Abdulswamad Nasir, ambaye alisema kwamba kuna baadhi ya vituo ambavyo vilichelewa kufunguliwa, na hivyo basi akaomba kwamba vituo hivyo 7 katika eneo hili viweze kuongezewa muda. Lakini kufikia sasa vituo vyote vimeanza shughuli nzima ya kuhesabu kura hizo, na tutakuwa tu tunakuletea mubashara kutoka huku ni vipi hali ilivyo. Lakini kumbuka kwamba katika vituo hivi 193 ni kwamba baada ya kuhesabiwa kura hizi zitakuwa zinapelekwa katika chuo cha kiufundi cha mapimo, ambapo kura hizi zitajumlishwa. Kumbuka kwa sasa wafuasi wamezuiliwa kuingia katika kituo hicho, na kuna ulinzi mkali wa maafisa wa polisi, na pia tume ya IEBC ilikuwa imesema kwamba hawataruhusu umma kuingia katika kituo hicho. Na hivyo basi kumbuka kwamba kuna wale ambao watakuwa wanatarajiwa kufika pale tu kuangalia tu ni mgombea yupi ambaye ameteka kiti hiki. Lakini pia kulingana na tume ya IEBC ilikuwa imesema kwamba kila kituo ambacho kitakuwa kinatekeleza kura hizi, basi kutakuwa na maafisa wa polisi ambao watakuwa wanahakikisha tu shughuli hii inaendelea kwa njia inayofaa. Hapa kama unavyoona mpenzi mtazamaji, ni kwamba wanahitimisha tu ile shughuli ya kuhesabu kura katika kituo hiki cha Jamnaheri, ambapo pale awali tuliona kwamba mgombea Harrison Kombe wa kiti hiki cha ubunge aliweza kutoa lalama zake kuhusiana na maajenti wake kutimuliwa nje. Lakini bila shaka hili ni swala ambalo lilikuwa pia limeibuliwa na mgombea mwenzake Stanley Kenga katika baadhi ya vituo tu hapa eneo la Magarini. Bila shaka tunafuatilia zoezi hili zima la kuhesabu kura katika vituo mbalimbali kabla ya kuelekea katika kituo kikuu ambacho jumla ya kura hizi zitakuwa zinajumlishwa huko, kukuletea tu ni nani ambaye atakuwa anachukua usukani wa kiti hiki cha ubunge katika eneo hili la Magarini. Kumbuka kama ulivyosema, wakazi wa eneo hili wamekaa kwa takriban miaka 2 bila mbunge, na wakasema kwamba wamekosa miradi ya msingi, na hivyo basi atakayechukua kiti hiki basi wanatarajia kwamba ataleta maendeleo katika eneo hili la Magarini. Hivi sasa tutakuwa kita kambi hapa kufuatilia ni vipi shughuli hii itakuwa inafanyika, na pia kuelekea katika vituo vingine, na tutakuwa tu tunakujuza mengi zaidi. Usiende mbali.